Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Miongoni mwa taarifa tuliokuwa nayo ni kwamba ndege ya Marekani ya kubeba mafuta ya ndege imeanguka huko nchini Iraq. Ndege ya kijeshi ya Marekani aina ya KC-135 iliyojaa mafuta imeanguka magharibi mwa Iraq. Ndege mbili zilihusika katika ajali hiyo na ya pili ilitua salama. Hata hivyo, tukio hilo halikutokana na mapigano ya uadui au ya kirafiki kama ndikuu ya Marekani imesema. Hata hivyo, inatajwa kwamba wanajeshi 6 wa Ufaransa wamejeruhiwa katika shambulizi la ndege hiyo isiyokuwa na rubani katika eneo la Erbil. Mashirika ya habari yakiwemo Reuters na AFP yanaripoti. Wamepelekwa katika kituo cha matibabu kilicho karibu, Reuters inasema ikinukuu jeshi la Ufaransa. Taarifa ya jeshi haikutoa maelezo zaidi kuhusu majeruhi na asili ya ndege isiyokuwa na rubani. Ufaransa ina mamia ya wanajeshi walioko katika eneo la Erbil, wamewekwa huko kama sehemu ya muungano wa kimataifa ambao umekuwa ukipambana na wanamgambo wa Islamic State. Erbil katika eneo la Kurdistan lenye kujitawala kwa kiasi fulani liko takribani kilomita 115 magharibi mwa mpaka wa Iran. Haijulikani nini kiliangusha ndege hii ya KC-135 iliyojaa mafuta, lakini uwezekano ni mgongano wa angani. Meli hizi za mafuta zina jukumu muhimu katika vita, zinahakikisha ndege za kivita na mabomu zina mafuta ipasavyo kwa ajili ya mapigano, wakati ndege hizo zinapolazimika kupaa umbali mrefu ili kufika kwenye eneo lililolengwa. Ni operesheni kubwa ikiwa na ndege nyingi angani kwa wakati mmoja, kila wakati ikihitaji mafuta. Kujaza mafuta kunahusisha kupaa karibu sana na meli ya mafuta kabla ya kifaa cha kupima uzito kutoka kwa meli kupanuliwa na kushushwa. Rubani wa ndege anayepokea ndege hupaa hadi kwenye chombo na kutumia mfumo wa taa chini ya meli ya mafuta hujiweka upya ili chombo kiweze kuunganishwa kwenye ndege. Mawasiliano yanafanyika kwa mtu mmoja na mafuta huhamishwa katika mchakato ambao unaweza kuchukua dakika kadhaa. Wakati huo wote ndege iko mbali wa futi 1 kutoka kwenye meli kubwa ya mafuta, katika shughuli ambazo mara nyingi hufanyika usiku. Mara tu zinapofikiana, mafuta huhamishwa katika mchakato ambao unaweza kuchukua dakika kadhaa. Hata hivyo, wakati wote huo ndege inakuwa umbali wa futi 1 kutoka kwenye meli kubwa ya mafuta, katika shughuli ambazo mara nyingi hufanyika usiku. Inahitaji ujuzi mkubwa kwa rubani kudumisha mawasiliano na chombo, au katika baadhi ya matukio kifaa kinachotumika katika kujaza mafuta angani katika mazingira ambayo kunaweza kuwa na ndege nyingi karibu. Mtazamaji wa The World News, hadi sasa jeshi la Marekani limesema hili limetokea huko Iraq, lakini haijulikani ilikuwa ni umbali gani kutoka nchi jirani ya Iran. Kwa kawaida KC-135 ina wafanyakazi 3 na rubani mmoja, rubani msaidizi na wataalamu wengine. Kamandi ya uhamiaji wa anga kulingana na USAF ina karibu meli 400 za mafuta katika meli zake. Endelea kutufuatilia mtazamaji, tutaendelea kufuatilia nasi kujua. Naitwa Adam Hussein. Kupitia The World News utaweza kujua mengi, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News.